Sky TV. Jioni hii mtazamaji, tunafungua kurasa mwingine wa matukio muhimu nchini pamoja na duniani. Kutangazia kutoka jijini Dodoma, karibu katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Nchi zaidi ya 40 za kutana Arusha kujadili uimarishaji sera za fedha. Kwingineko, madaktari waeleza athari za uzito uliopitiliza. Kimataifa, mamia waachwa bila makao kufuatia machafuko mapya Haiti. Na katika michezo, Yanga wakamilisha mkataba wa ujenzi wa uwanja wao. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Langu jina ni Zinazile Mswima. Wadau wa masuala ya fedha kutoka nchi zaidi ya 40 wamekutana mkoani Arusha, lengo kuu likiwa ni kujadili na kuona namna bora ya kuboresha sera na mikakati ya kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanajumuishwa kwenye mfumo rasmi ya kifedha. Mwandishi wetu ana undani wa taarifa hiyo. Akifungua mkutano huu jijini Arusha, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania anayesimamia udhabiti na usimamizi wa sekta ya fedha, Sauda Msemo, amesema kuimarika kwa sera na ujumuishi wa kifedha na matumizi ya teknolojia za kifedha kutasaidia kupunguza vikwazo vinavyokabili wananchi kupata huduma hiyo. Miongozo mbalimbali inayotokana na kamati hizi itasaidia kuhakikisha kwamba nchi wanachama wa AFI wanatumia miongozo hiyo vizuri ili kuongeza kasi ya ukuaji wa hizi SMEs na upatikanaji wa fedha kwa ajili ya shughuli mbalimbali za SMEs. Kwa mfano, kuna sheria mbalimbali tunafahamu zipo, mifumo ya usimamizi wa masuala kwa mfano ya utakasishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi. Sasa wakati unaweka miongozo ya kuhakikisha kwamba nchi zinasimamia ipasavyo, zinakuwa na mifumo thabiti ya usimamizi wa masuala haya, wakati huo unahakikisha kwamba wananchi au taasisi mbalimbali hazikosi huduma za kifedha kutoka kwenye taasisi za fedha, kwa sababu ya sasa upande huu ambao ni wa viwango hivi vya kusimamia masuala ya udhibiti utakasishaji wa fedha haramu. Kwa hiyo bila kuzingatia kutafuta huo uwiano sahihi, utakuta kwamba wananchi pamoja na taasisi mbalimbali haziwezi kupata huduma za kifedha kwa sababu ya kuhofia masuala haya ambayo ni kuvunja mifumo ya usimamizi wa sheria hizi. Kwa hiyo hilo ninalosema hasi. Eriki Bole Tawa ni mkurugenzi wa sera na utekelezaji taasisi ya kimataifa huduma jumuishi ya fedha AFI, anabainisha kuwa ushirikiano na uzoefu wa vitendo utasaidia katika kutengeneza matokeo yanayofaa kutumika kusaidia sekta hiyo. Bringing these two groups together is very intentional. Kuleta makundi haya mawili ni hatua ya makusudi inayolenga kushughulikia changamoto zinazokutana katika upatikanaji wa huduma za kifedha, udhibiti na uthabiti wa sekta ambazo haziwezi kutatuliwa kwa kufanya kazi kwa kutengana. Biashara ndogo na za kati ni nguzo muhimu ya uchumi kwa sababu zinachangia ajira, kipato na ukuaji. Hivyo ajenda ya wiki hii inalenga kutoka kwenye majadiliano kwenda utekelezaji, kushirikiana uzoefu na kutumia maarifa kwa vitendo. Ninaamini kwamba kwa hali yenye nguvu ninayohisi ndani ya ukumbi huu, pamoja na juhudi zetu za ushirikiano, tutafanikisha kufikia malengo yetu ya ujumuishi wa kifedha na uwezeshaji wa kiuchumi.
Aidha, ni muhimu kukumbuka kuwa bado tunakabiliwa na kutoka mkoani Arusha. Amina Ngahewa, Sky TV. Watanzania wameshauriwa kupata lishe bora na kuepuka vyakula ambavyo vinaweza kusababisha kuongezeka uzito na kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari. Tupate undani wa taarifa hiyo. Uzito uliopitiliza ni changamoto inayokuwa kwa kasi duniani na hapa nchini, ambayo inahusishwa na magonjwa mbalimbali kama vile kisukari, moyo na matatizo ya kupumua. Ili kukabili changamoto hiyo, hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam imezindua kliniki maalum inayolenga kupata matokeo ya muda mrefu ya tatizo hilo. Chini ya janga la Sahara, kitambo ilijulikana kwamba sisi maradhi yetu zaidi ni maradhi ya infection, lakini sasa hivi maradhi yasiyoambukizwa yamezidi kukithiri. Maradhi haya yanaongozwa na uzito wa kupitiliza, lakini pia uzito huu wa kupitiliza unaleta pamoja maradhi mengine mengi kama vile moyo, figo, kisukari pamoja na maradhi ya kama depression, hadi saikolojia inaathirika. Huduma hii sisi tutaitoa kama hospitali, itakuwa na madaktari bingwa zaidi ya moja, kwa sababu huduma hii inahusisha zaidi ya idara moja. Kwa sasa hivi tumeona kwamba uzito wa kupita kiasi is a big risk factor kwa magonjwa mengi ambayo watu wanakuja nayo. Kwa sasa hivi if you go see, ukienda kuona kwamba obesity is driving rates of hypertension, diabetes na cholesterol, and zina contribute kwenye shida za moyo, haswa wagonjwa wanapata heart attacks suddenly. Njia mbalimbali zitatumika kutibu tatizo hilo, ikiwemo kitufe ambacho kinakaa tumboni kwa miezi 6 hadi mwaka, ambacho kinamsaidia mtu kupunguza kiasi anachokula na kupunguza uzito. Kwa hiyo katika kliniki yetu pamoja na mshauri wa lishe ambaye atakuwepo, lakini pia tutakuwa na matibabu ya aina mbalimbali. Moja ya option tulionayo ni kitu tunaita intragastric balloon. Kitufe ambacho kinakaa tumboni kwa muda wa miezi 6 mpaka mwaka, ambacho kinamsaidia mtu kupunguza appetite, kupunguza kiasi cha chakula anachokula na kupunguza uzito, lakini pia kubadilisha mahusiano yako na chakula. Option nyingine ni ya upasuaji, ambayo kama mtu amezidi BMI ya 35 anaweza kufanya ile tunaita sleeve gastrectomy, ambayo inapunguza size ya tumbo, lakini pia itapunguza appetite na kiwango cha chakula anachoweza kula. Kwa hiyo pia itamsaidia kufanya mabadiliko ya kudumu ambayo yatamsaidia kupunguza uzito na zile hatari zinazotokana na magonjwa ya uzito. Wengi wanapunguza uzito kwa baadhi ya vyakula ambavyo labda ni restrictive diet kwa Kiingereza nitasema, ni vyakula ambavyo vimekubana kwenye kuzingatia kwa kitu fulani. Labda ukaambiwa usile wanga pekee kabisa au usile mboga mboga, baki kwenye protini na mafuta kwa kiasi kikubwa. Kumbuka kila aina ya chakula ina umuhimu kwenye mwili. Napoacha mboga za majani ujue nitapoteza madini muhimu ambazo nahitaji kwenye mwili. Napoamua naacha wanga, kumbuka mwili wako bado unafanya kazi. Bado kuna kiasi fulani cha energy ambacho unacho hitajika kuwa nacho ili uweze kuendelea na ratiba zako za kawaida. Madaktari wanasisitiza kuwa mabadiliko ya mtindo wa maisha ni muhimu kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na uzito uliopitiliza. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine, mtazamaji, kutoka kule mkoani Geita. Halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita imepokea jumla ya dozi 2240 za chanjo ya kudhibiti kichaa cha mbwa zinazotarajiwa kutolewa kwa wafugaji wa mbwa wilayani humo. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana ufafanuzi wa taarifa hii. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale Husna Tony ametoa taarifa hiyo mara baada ya kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo. Tony amesema hatua hiyo inakuja ikiwa ni mwendelezo wa kudhibiti homa ya kichaa cha mbwa ambayo ni miongoni mwa magonjwa hatari yanayoweza kuhatarisha usalama wa binadamu. Halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale tunafanya shughuli nyingi za kiuchumi. Katika shughuli hizo mojawapo ni shughuli ya ufugaji. Tuna ufugaji wa mifugo mbalimbali ikiwemo ng'ombe, lakini katika pia kufuga ng'ombe tunafuga mbwa. Wafugaji wetu wanafuga pia mbwa. Lakini tunafahamu ukifuga mbwa kuna hatari ya kupata homa za kichaa cha mbwa.
na homa hii ya kichaa cha mbwa ni hatari na wakati mwingine haina tiba, inasababisha pia vifo kwa binadamu. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tukaona ni lazima tuone namna ya kuwalinda wafugaji wetu, kwa sababu wanaofuga ng'ombe ndio wanaofuga mbwa. Tulete chanjo ya kichaa cha mbwa. Tumejipanga katika mwezi huu wa 5 mwishoni 2026 hii tutafanya chanjo ya kichaa cha mbwa, na tunazo dozi 2240 ambazo tunazo mpaka sasa. Tutategemea kuzitumia dozi hizi kuwachanja mbwa 2400 ndani ya kata zote 15. Kwa hivyo hatua tulionayo sasa hivi ni kufanya uhamasishaji kwa wafugaji wetu na wananchi kwa ujumla, kama wakae tayari wajiandae na zoezi hili. Itakapofika mwishoni mwa mwezi wa 5 basi zoezi la uchanjaji litaanza mara moja. Madiwani wanasifu mpango wa utoaji wa chanjo hiyo, wakisema ni moja ya mahitaji makubwa katika jamii ya wafugaji kwa ajili ya usalama wao na mifugo yao. Nimetokea kwenye kikao cha halmashauri, lakini niseme kuhusiana na swala la chanjo ya kichaa cha mbwa, mimi binafsi nimelipokea vizuri, kwa sababu pia ukitizama hivi karibuni nimekuwa na kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, ambayo pia iliwasilishwa kama changamoto kutoka kwenye kijiji jirani kwenye kata yangu, na sisi tukajadili kwa kina na hatimaye tukasema itapendeza kama chanjo ya mbwa ikitolewa, na kwa mara ya mwisho ilitolewa mwaka jana chanjo ya mbwa. Ni wasihi wananchi wa kata ya Mwengilo kupeleka mbwa ili wakapate chanjo, maana mbwa kama tunavyojua ni walinzi katika familia. Mbwa kijijini ni wengi, wengine wakipata kichaa mbwa waking'ata watoto wetu wanaanza kubweka. Nina imani zoezi hili litakuwa la ufanisi zaidi, litatupunguzia adha ya magonjwa kwa ajili ya watoto wetu. Chanjo ya kichaa cha mbwa ni muhimu kwa afya ya mbwa mwenyewe ili kumkinga dhidi ya magonjwa hatari na kumkinga binadamu dhidi ya maambukizi. Michael Francis Bundala, Sky TV. Chama cha Mapinduzi CCM kimewaonya wanachama walioanza kampeni za uchaguzi wa ndani kabla muda hujafika, kwa kuwa kitendo hicho kinasigina katiba ya chama hicho. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa CCM kata ya Chanika, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ilala Saidi Side amesema katiba ya chama hicho imeainisha uchaguzi wa ndani utakaofanyika kabla ya miaka 5, hivyo wanaoanza kampeni wanakwenda kinyume na katiba hiyo. Ndugu zangu, chama ni kikao. Chama ni kikao. Ndugu zangu, chama ni wanachama. Chama ni nini? Ndugu zangu, chama ni kulipa ada. Chama ni nini? Ndugu zangu, chama ni jumuiya zake. Chama ni nini? Ndugu zangu, chama ni rasilimali fedha. Chama ni nini? Na kila mwisho, chama ni utekelezaji wa ilani. CCM oyee! Kwa hiyo nakuasheni mambo 5 hayo, mkakae mwadadavue nini maana ya chama. Kwa kila mtu kwa nasaba yake, kwa kazi zake, kwa cheo chake, afanye tafakuri ya maneno hayo 5. Lakini kuna haja ya kusimamia ilani, kwa kuwa tulikwenda mwaka jana kwa wananchi kuwaomba na tukawaahidi mambo mbalimbali tutawafanyia. Kwa lazima chama sasa kisimamie ilani, kwa maana mwenyekiti wa mtaa na diwani. Mwaka huu ni mwaka gani? 2026. Katiba yetu imebainisha kwamba uchaguzi wa kila baada ya miaka, na mwaka wa 5 kwenye uhai na afya ni mwaka gani? 27. Sasa ukianza leo wewe purukushani za uchaguzi 26 unaitilia katiba. Kwa sasa hivi hapa tuna wakati wa kuwasaidia viongozi wetu kushirikiana na viongozi wetu wa serikali, diwani na mwenyekiti wa mitaa kutekeleza ilani, lakini pia kujenga chama chetu. Tumefanya mkutano mkuu kwa ajili ya kuimarisha uhai wa chama, na mkutano wetu huu ni mwendelezo wa ziara ambayo tulifanya mwezi wa 3 tarehe 28, 29 na 30. Tulifanya ziara ya sekretarieti ya kata ya Chanika
kwenda kwenye matawi yote matano kwa ajili ya kukagua uwai wa chama. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini ya ziara yetu, tuliweza kuwasilisha kwenye kamati ya siasa, na kamati ya siasa nayo ikatoa mapendekezo. Tukapeleka ombi kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, ameweza kuja kutukabidhi vifaa vya kitendea kazi. Amekabidhi faili 250, amekabidhi limu 36. Sisi kwa chama chetu hiki hivi karibuni tulifanya ziara ambayo imetupa mafanikio makubwa, imetupa mwanga wa nini cha kufanya ili kuweza kuimarisha nchi. Lakini kubwa hapa ni kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpenzi Samia Suluhu Hassan. Tangu uchaguzi ulipomalizika na palipotokea ile heka ya Oktoba 29, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana ya kuunganisha taifa hili na kufanya nchi yetu iweze kukaa kama ilivyokuwa kabla ya mwaka 29. Nashukuru sana, nampongeza sana, na sisi viongozi tuliobaki tunatakiwa tufanye kazi kama ya kwake anafanya. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa yale tuliokuwa nayo siku huo ni pamoja na viongozi wa Afrika na Ufaransa wajadili uwekezaji na maendeleo. Karibu tena mtazamaji, ikiwa ndo unajiunga nasi, hii ni Sky TV na huu ni Ulimwengu wa Habari. Jina langu ni Zinazire Mswima. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Mei 12 mwaka 2026 ameshiriki katika ufunguzi wa mkutano wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa unaofanyika jijini Nairobi nchini Kenya. Mkutano huo umewakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa sekta binafsi, wadau wa maendeleo pamoja na wawekezaji kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, teknolojia, nishati, afya, akili unde, kilimo, uchumi wa bluu pamoja na viwanda. Akizungumza baada ya mkutano huo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa mkutano huo umekuwa wa manufaa kwa bara la Afrika na Ufaransa kwa pamoja, kwani majadiliano yamegusa namna ya kuzifanya pande hizo mbili ziweze kunufaika na ushirikiano huo. Rasilimali ambazo zinapatikana ndani ya Afrika zinatosheleza kama zitatumika vizuri katika kujenga uchumi wa Afrika, na lengo kubwa ikiwa ni kupambana na umaskini, lakini pia na kutengeneza ajira kwa makundi makubwa yanayopatikana katika jamii zetu za Kiafrika ikiwemo vijana pamoja na wanawake. Michango mingi iliyotolewa unaweza ukaona kwamba inashabiana na maeneo ambayo yamepewa umuhimu katika dira yetu ya taifa 2050, ambapo nguzo zote zilizoongelewa kwenye dira, lakini pia na maeneo ya kipaumbele. Na katika mjadala utaona kwamba yote yaliyokuwa yamejitokeza hususan katika masuala ya miundombinu ikiwemo ya miundombinu ya kuunganisha nchi na nchi, ni jambo ambalo tayari Tanzania imeendelea kutekeleza na imekuwa ikitekeleza, lakini masuala ambayo yanahitaji miundombinu ili sehemu ambazo zina ziada ya umeme na nchi ambazo zina ziada ya umeme ziweze kuziuzia nchi ambazo zinahitaji ya umeme, ni jambo ambalo Tanzania ina miradi ambayo imekuwa na sura hiyo. Mradi wa kuunganisha Tanzania na nchi za jirani upande wa kusini, Zambia na Malawi, na Tanzania na nchi za kaskazini mwa Tanzania, Uganda na Kenya, na maeneo ambayo yamepewa uzito katika mijadala. Na moja kwa moja mtazamaji, tuelekee kule mkoani Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amepiga marufuku wafanyabiashara kununua mazao ya wakulima kwa kutumia makopo na madebe, akisisitiza kuwa vipimo hivyo si halali katika biashara ya mazao. Akizungumza katika mkutano wa kusikiliza kero za wananchi wa wilaya ya Mbozi uliofanyika katika kijiji cha Idiwili, Mheshimiwa Makame amesema biashara zote zinapaswa kufanyika kwa kutumia mizani sahihi ili kulinda haki za wakulima.
Ni marufuku wafanyabiashara kununua mazao ya wakulima kwa kutumia makopo. Ni marufuku kwa wafanyabiashara kununua mazao ya wakulima kwa kutumia madebe. Madebe au makopo sio vipimo halali ambavyo vinapaswa kutumika katika biashara ya mazao au katika biashara nyingine yoyote. Biashara zote zinapaswa kufanyika kupitia mizani. Kwa hiyo mfanyabiashara ambaye ananunua mazao katika vijiji vyetu, katika vitongoji vyetu, ni lazima awe na mizani. Anapopewa leseni ya biashara pale halmashauri ya kufanya biashara ya mazao, anatakiwa kuambiwa anunue mizani, na ni marufuku kufanya biashara kununua mazao ya wakulima kwa kutumia nini? Kwa kutumia makopo au kwa kutumia madebe. Mfanyabiashara yoyote atakayeonekana na makopo, kuna madebe anapita huko mtaani, huyu akamatwe na achukuliwe hatua za kisheria. Kuanzia sasa sitaki kuona mfanyabiashara yoyote kwenye mkoa wa Songwe ananunua mazao ya wakulima, ananunua mazao ya wakulima wa mkoa wa Songwe kwa kutumia makopo, kwa kutumia madebe, kwa sababu sio vipimo halali. Kwa sababu hatuwezi kuruhusu, rais wetu anawapenda wakulima, anawarahisishieni mazingira, anatoa mbolea ya ruzuku, fedha kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa pembejeo, alafu theni tuwaache wakulima wananyonywa na wafanyabiashara ambao wanataka kupata faida ya kwa kutumia kuwalangua wakulima. Hilo jambo halikubaliki. Awali baadhi ya wananchi waliwasilisha malalamiko yao kuhusu kuonewa na baadhi ya wanunuzi wa mazao. Shukuru sana mkuu wa mkoa. Kwa kweli mimi nalalamika kwamba labda sisi wakulima wa mazao, sisi tutakuta nyumbani ninapima, wanunuzi wa mazao wanapima kwenye madebe. Sasa mimi nikiuza huko, nikipima nyumbani kwenye debe, ikija hapa mnadani, utakuta debe limefeli, haya mazao yanafungua. Sasa hawa wanunuzi wanakuja na madebe yao wanavyotaka. Kwa naomba labda kuna utaratibu wote ambao tunaweza tukapata kwa bei nzuri, kwa kipimo kizuri, ambayo ile mkulima mimi naweza nifaidike, angalau tunapunjwa mkuu wa mkoa. Pia katika sakata hilo amewaagiza watendaji wa vijiji, wenye viti wa vijiji, watendaji wa kata pamoja na maafisa biashara kusimamia kikamilifu agizo hilo, kuzuia unyonyaji wa wakulima. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakwenda kujua habari zile zinazohusiana na biashara pamoja na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini imesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji yanayowezesha sekta binafsi kuchangia maendeleo ya uchumi na utoaji wa ajira nchini. Akizungumza wakati wa ziara ya bunge katika kampuni ya Olex Energy Tanzania Limited, mwenyekiti wa kamati hiyo, Subira Mgalu, amesema uwekezaji uliofanywa na kampuni hiyo unaonyesha dhamira ya serikali kuvutia uwekezaji wenye tija kwa maendeleo ya taifa. Lakini kubwa zaidi tumeona na faraja yetu kama kamati kuona sekta ya nishati kupitia makampuni haya imetoa ajira ya kudumu kwa Watanzania wenzetu takriban 1000, lakini na ajira zingine zinazotokana na mnyororo wa thamani wa bidhaa zinazotengenezwa hapa takriban Watanzania wenzetu 25, lakini na mchango kwa uchumi wa taifa letu kwenye sekta ya usafirishaji, kwenye sekta ya madini, kwenye sekta ya viwanda. Kwa hiyo tunawapongezeni sana, hongereni. Inatokana na mazingira wezeshi yaliyowekwa na serikali yetu awamu ya 6, lakini tunaamini mafanikio haya ya serikali yetu na wadau mbalimbali yametokana na uwepo wenu Olex pamoja na makampuni mengine, lakini kwa hakika mmefanya kazi nzuri. Tunatoa huduma kwa mashirika, makampuni makubwa yote ya migodi kasoro Geita, naweza nikasema. Kwa tuna supply North Mara, Buli, Uzwagi, Shanta, Williamson, Taifa na wengine wadogo. Tuna supply vilainishi vyetu, na ni sisi tu ndio tumewekeza kwenye maabara, na ndio tuna mtaalamu ambao ni taaluma ambayo Tanzania haipo sana, lakini sasa hizi tunataka na si kama kampuni tuangalie tunawasaidiaje Watanzania wengine waweze kupata hiyo taaluma. Wakulima na wajasiriamali katika sekta ya kilimo, wakiwemo wasindikaji wa mazao na wajasiriamali wadogo wataanza kunufaika na mikopo ya kilimo biashara baada ya benki ya Mwanga Hakika kutopa jicho lake katika kutoa mikopo kwa kuzingatia uhitaji wa sekta ya kilimo. Hayo yamebainishwa kwenye mkutano wa 6 wa wanahisa wa benki hiyo ambayo inachipukia baada ya kunusurika kufungwa na benki kuu. Maana Mwanga bila benki kweli hatuwezi kufika mbali, lakini kwa sasa hivi unaona matarajio ya kuenda mbele yapo, sababu tutaendelea kununua hisa na kuweka akiba zetu ili tuweze kusaidia na watoto wetu. Naweza tukajikwamua kwa mambo mengine ambayo labda tungeshindwa, lakini tunapofika pale wanatuhudumia kwa wepesi, tunaweza kufaidika na ile benki. Kwa hiyo hata hivyo tunapokuja kwenye mikutano yetu hii hapa tunafurahia, tunaelimishwa mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui. Maeneo ya Mwanga na Same, Edaru, hali maeneo ya wakulima.
lakini sisi tuna branch Moshi, tuna branch Arusha ambayo inahudumia mpaka Karatu. Kwa tutafikia wakulima wote hao. Na sasa ndani ya siku chache zinazokuja tutafungua tawi kubwa sana katika mkoa wa Mwanza ambao tutahudumia wateja wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ni idadi kubwa sana ya wateja tunataka kuwafikia kutokana na uhitaji wa soko tutakapohitaji. Kumekuwa na jambo la kihistoria kwa sababu ni mkutano wetu wa kwanza ambao tunatangaza gawio letu la kwanza kama benki ya biashara na uhakika, na mapokeo yamekuwa ni mazuri. Wanahisa wamepata mwamko na hamasa ya kuona benki yao iko kwenye mstari sahihi na ina mwelekeo sahihi. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2585 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 2611 na senti 14. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3523 na senti 74 na kuuzwa kwa shilingi 3558 na senti 98. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3047 na senti 53 na kuuzwa kwa shilingi 3078 na senti 01. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 380 na senti 42 na kuuzwa kwa shilingi 384 na senti 23. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 46 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 62. Nayo randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 158 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 159 na senti 72. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 20. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 77. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Natamatisha na faranga ya Burundi ambayo imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 69. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Jeremia Isaya. Na moja kwa moja mtazamaji, tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Wimbi jipya la machafuko ya magenge yamesababisha mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Cité Soleil ziliwahamisha wagonjwa wake, na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka la MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo. Machafuko hayo ya magenge yaliibuka mwishoni mwa wiki katika mitaa kadhaa ya mji mkuu. Polisi inasema magenge hayo yametanua operesheni zake, ikiwamo uporaji, utekaji nyara, udhalilishaji kingono na ubakaji hadi katika maeneo ya vijijini. Haiti haijawa na rais tangu kuuawa kwa Rais Jovenel Moise mnamo Julai mwaka 2021. Ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM mapema mwaka huu imesema machafuko ya magenge yamewasababisha watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao nchini Haiti. My fellow South Africans, while there have been calls in some circles that I should resign. Tuelekee Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatoachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kwa kamati ya kumuondoa madarakani. Kamati hiyo inalenga kuanzisha upya uchunguzi wa madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslim zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Katika taarifa aliyoitoa kwa taifa, Ramaphosa amesema kuwa ataipinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. My fellow South Africans,
Wapendwa wenzangu wa Afrika Kusini, kwa nini kumekuwa na wito katika baadhi ya pande kwamba ni jiuzulu? Iwapo mwenendo unaodaiwa ukithibitishwa, unathibitisha kufutwa kazi. Acha maamuzi ya mahakama yaonyeshe miongozo, haki na michakato inayounga mkono mpangilio wetu wa katiba. Hii kwa wazi inajumuisha haki ya kuchukuliwa ripoti ya uhuru iliyokaguliwa. Kwa hiyo ninataka kwa heshima kusema wazi kwamba sitajiuzulu. Uamuzi wa Ramaphosa wa kutojiuzulu unafuatia uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu ya Katiba nchini humo uliosema kura ya bunge ya mwaka 2022 iliyozuia mchakato wa kumwondoa madarakani Ramaphosa ulikuwa kinyume cha katiba. Na hatimaye shirika la kupambana na ufisadi Ukraine limegundua mpango wa mamilioni wa utakatishaji fedha unaomhusisha mkuu wa zamani wa utumishi wa umma wa Rais Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Shirika hilo la NABU limesema kuwa kundi moja lilitakatisha euro milioni 8.8 kupitia mradi mmoja wa ujenzi wa nyumba za kifahari mjini Kyiv. Hadi mwishoni mwa mwaka uliopita, Yermak alikuwa msaidizi wa karibu wa Zelensky na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi nchini Ukraine. Haya yanafanyika wakati ambapo Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutokuwa na nia ya kuvimaliza vita vinavyoendelea nchini humo. Rais huyo wa Ukraine ameyasema hayo huku usitishwaji wa mapigano wa muda mfupi uliosimamiwa na Marekani ukiwa unaelekea kufikia mwishoni. Zelensky ametoa matamshi haya siku mbili baada ya Rais Vladimir Putin wa Urusi kudai kuwa vita hivyo vinaelekea mwishoni. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Mtazamaji, moja kwa moja tuende tuangazie yale yaliyojili leo katika michezo. Sky TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Huwa gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael.
Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo katika uwanja wa Singida Black Stars Airtel Stadium. Walikuwa wanamwalika Namungo FC na mchezo huo umetamatika kwa klabu ya Singida Black Stars kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-bila na kuweza kukusanya alama 3 wakiwa nyumbani dhidi ya kikosi cha Namungo FC. Lakini hapo tukiendelea kusalia kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho katika dimba hilo kwa klabu ya Dodoma Jiji kuweza kumwalika klabu ya Young Africans, ambapo makocha wa pande zote mbili wameweza kuelezea maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho. Kocha Amani Josia akiweza kuelezea maandalizi yake pamoja na Abrahamini Mwarin akifunguka maandalizi yao ya kesho kuweza kumkabili Dodoma Jiji. Just like the previous one, so I think we're all ready for it, and we all anticipate a very tough game. What do you expect tomorrow? It's going to be a challenge, a good challenge. Dodoma is a very good team. Playing here, I think the pitch will help a little bit because we're used to playing at KMC Stadium, which is a bit similar here. So I think that will help us. But again. Despite the congested schedule, I think we know there's a job to be done here. We're here for 3 points, and that's what we'll go for tomorrow. All players have players that have injuries. The ones, I think the only player that we have recovered from the last game, Mohamed Hussein. We'll see how the final session goes today. Obviously, he trained the last 2 days with the squad, so. He's making a good recovery. We'll see if the doctors clear him for the game tomorrow. But everyone else is healthy and ready to go. Budav's obviously back from suspension, so it's good to have him back. So, nothing new from last week. Katika nafasi yao, mimi naendelea kuwaomba waendelee kuwa na moyo huo, wasikate tamaa. Ligi ndio kwanza kama inaanza, kwa sababu mechi za mwisho zinakuwa zina ugumu wake. Kwa hiyo sisi tunaona kama ligi ndio tunaanza, kama hatuna point, lakini tunaomba waendelee kutunga mkono kama walivyotunga mkono katika mechi ambazo zimepita, na imani kwa support yao na morali yao, na sisi kwa morali yetu tutafikia mafanikio yale ambayo tunayahitaji. Kuna athari yoyote inatokana na mabadiliko ya mechi ya ufundi kwa nyinyi wachezaji? Kwa sisi sidhani kama kuna athari yote, kwa sababu kila mchezaji anajua timu ambayo yupo. Timu kama mchezaji ukiwa Yanga ni timu kubwa na ni timu ambayo mtu yote anaweza kufundisha. Ameondoka mwalimu Pedro, kaja mwalimu mwingine na anaendeleza. Tunaenda vizuri na mpaka sasa hivi maandalizi ya mwisho yamekwenda vizuri. Kiakili, kimwili, kisaikolojia tuko vizuri sisi kama timu, na wachezaji wako tayari kwa ajili ya mechi hiyo. Sisi benchi la ufundi tuko tayari kwa ajili ya mechi hiyo, na tunajua kwamba ni mechi ambayo ni mtihani mkubwa, kwa sababu tunacheza na moja top team kwenye ligi yetu, lakini timu ambayo inatafuta ubingwa. So sisi nadhani kwa mahali tulipo na namna ambavyo tumekuwa na muendelezo wa matokeo mazuri, tunaenda kwenye mechi hatuko na pressure yoyote ya kutusukuma kuwa na pressure. So nadhani tumeapproach mechi angalau tuonyeshe kitu ambacho tulichonacho kwa washabiki wetu wa Dodoma Jiji, management yetu wa Dodoma Jiji na watu wote walioko nyuma ya Dodoma Jiji. Kwa kila kitu kiko sawa na tuko tayari kwa ajili ya kuweka effort ambayo tuko nayo kikosini. Mashabiki wetu wa Dodoma waje kwa wingi, waendelee kuisupport timu yao. Tunawaahidi katika mechi ya kesho watapata furaha na watarudi Dodoma wakiwa katika hali nzuri ya ushindi. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na baada ya mchakato wa muda mrefu, hatimaye kwa siku ya leo umefikia kikomo, ambapo viongozi wa klabu ya Young Africans wakiongozwa na rais wa timu hiyo Engineer Hersi Said kwa siku ya leo wamekagua eneo la uwanja mpya ambao utajengwa pamoja na mzabuni GSM Foundation, huku meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, baada ya kuweza kumalizika kwa hicho, ameweza kutoa ufafanuzi juu ya mambo ambayo wamekubaliana na mchakato unakwenda vipi ili Young Africans waweze kuwa na uwanja wao wa nyumbani. Hivi leo kwenye kikao mpaka nawaambia ni kikao cha kihistoria, mpaka kampuni ambayo itajenga, yani hao wataalamu watakaojenga tulikuwa nao pia ndani wakituelezea huo mradi kwa ujumla utakavyokuwa. Kiukweli kwa kuzunguka kwangu Afrika, sababu nimetembea kidogo, alhamdulillah, ukiondoa ule uwanja wa taifa wa Morocco
uwanja wa taifa wa Morocco, sijaona uwanja mwingine mzuri zaidi ya huu ambao utajengwa hapa wa Yanga. Kiondoa ule uwanja wa Morocco wa taifa ule ambao mliuona mpigwa fainali pale, sijaona uwanja mwingine mzuri kama huu. Best stadium. Itakuwa ni jambo la kihistoria. Mimi niwaombe tu wana Yanga sasa hivi, tuombe kwa Mwenyezi Mungu atujalie uhai na afya ziwe njema. Hii tukio la kihistoria tulishuhudie. Yaani tuone kwa macho yetu uwanja wetu na tuingie. Pale rais mwishoni alidokeza pale hata mechi ya ufunguzi ikiwezekana hata Arsenal waje hapa tuwashone kwenye mechi ya ufunguzi. Tufute mechi moja kubwa ya kihistoria tuwalete hapa. Yaani hapa na mtaona picha hapa na nyie mtabakia kwenye kumbukumbu inshallah. Mara ya mwisho zoezi la kusaini uwanja ulivyokuwa eneo, na baada ya kipindi kifupi mtakuja kuona uwanja wa Yanga utapokuja kuwekwa. Kwa wananchi sasa mambo ni mazuri kuwa na uwanja wao wa nyumbani. Mashabiki wa Yanga wanafurahi kweli kweli. Sasa tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Bi Selvisa Salvatore Kazula amewataka watumishi wa uwanja wa Benjamin Mkapa kuboresha utendaji kazi pamoja na huduma ndani ya uwanja huo. Bi Savera ametoa agizo hilo ilikuwa ni Mei 11 mwaka 2026 alipofanya kikao na watumishi hao, ambapo waliweza kuasisitiza kufanya kazi kwa kujituma, kushirikiana baina yao na kuongeza ufanisi juu ya utendaji wa kazi zao. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, tunaanza na taarifa ambapo sakata la kukataliwa kwa goli la Callum Wilson West Ham United dhidi ya kikosi cha Arsenal the Gunners kufuatia madhambi dhidi ya kipa David Laya limeibua mjadala. Hizo ni sheria mpya kuelekea kombe la dunia mwaka 2026. Lakini tukielekea pale nchini Saudi Arabia, Al Hilal akiwa katika nafasi ya pili na pointi zake 77. Je, leo Cristiano Ronaldo kwenda kutengeneza historia pale nchini Saudi Arabia kubeba kombe lake la kwanza, ama Al Hilal kuweza kuibuka na ushindi na kuhakikisha kwamba anamsogelea Al Nassr kunako ligi kuu ya pale nchini Saudi Arabia? Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Zinazile Mswima aweze kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Lakini kubwa zaidi, Zinazile akisikia Yanga wanajenga uwanja wao nyumbani, inawezekana akawa na furaha kweli kweli kuliko shabiki yoyote wa Yanga. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili wa usiku huu. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhan Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mengi hapa nchini, isipokuwa maeneo machache hususan yale ya nyanda juu kaskazini mashariki, ukanda wetu wa pwani kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo nyanda juu kusini magharibi,
kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Ni hayo tu kutoka mamlaka ya hewa, hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliokuwa nayo siku huu. Nchi zaidi ya 40 za kutana Arusha kujadili uimarishaji sera za fedha. Kwingineko, madaktari waeleza athari uzito uliopitiliza. Na kwa kimataifa, mamia waachwa bila makao kufuatia machafuko mapya Haiti. Na katika michezo, Yanga wakamilisha mkataba wa ujenzi wa uwanja wao. Mtazamaji, na hapa ndipo napotia nanga katika ulimwengu wa habari siku hii ya leo. Tukutane kesho panapo majaliwa. Uwe na usiku mwema.